Okay, I say karibuni sana kwenye podcast yetu mpya ya Mambo Vipi. Kama mnaona hapo pembeni kuna ndugu yangu mmoja nitamtambulisha, ndio mfupi. Lakini leo ngoja niwaelezee kwa ufupi kwamba hii siku mimi kwangu ina maana gani. Unaona? Niko na role model wangu hapa, unaona, ambaye ni mtu ambaye amenipush. Mara kwanza nilikuwa muoga sana na wasiwasi sana kukaa kwenye kamera kama hivi. Lakini ameenda na mimi mdogo hadi nimeelewa. Sasa nimelipata somo. Kwa hiyo sasa hivi nimekuja, nipo kama hivi unavyoona, nimeanza kufanya hii podcast. Niko na jamaa zangu tunafanya na sasa hivi nikaona kwa nini sichukue nafasi hii pia sasa kuongea na role model wangu katika hii issue ambazo naona kidogo tunaweza tukachangia mawazo na ni vitu ambavyo tunavifuatilia kwa pamoja. Kwa mimi nikijitambulisha kama nilivyosema, mimi naitwa Oswald aka Tovuti na ndugu yangu atajitambulisha mwenyewe hapo. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Vipi mkuu wa kazi? Safi bana. Vipi huko? Tunamshukuru Mungu pamoja kabisa. Mimi najua sasa wanaonifuatilia wanakujua. Umeona? Kwa hiyo lakini huwezi jua kwa sababu hizi mambo sometimes link wanashare watu, wanapata watu wengine ambao labda hawajawahi jitambulishe kidogo ya. Mimi naitwa Ernest Boniface Makulilo. Natokea makao makuu ya Tanzania, Kigoma. Kwa wenyewe huko. Lakini kama unaona kwenye jina nimeandika EBM Scholars, inafahamika kama vile EBM ambayo ni abbreviation ya majina yangu. Na sasa hivi naishi Marekani, mwaka wa 16 kwenda 17 sasa hivi niko hapa Marekani. Huyu mkuu wa kazi tumetoka naye mbali huko, toka tunakula machipsi huko. Umeona bana. Toka ghetto. Sasa hiyo labda kidogo ngoja niwape watu hiyo background kidogo kwa sababu hatujakutana barabarani. Sasa nyinyi mmekutana wapi bana? Mmekutana barabarani bana? Hapana. Bana, sisi tumekutana Mbeya, tumesoma shule moja, ingawa ilikuwa level tofauti. Mimi niko level wakati mkubwa wangu alikuwa yuko level. Lakini sasa unajua kuna ile mnakutana shule tu, lakini sisi sio shule tu, haikuishia hapo. Kwa sababu niseme sijui tulikuwa tumeanza kujitegemea zamani, unajua. Kwa hiyo tulikuwa tunakaa ghetto. Au sio? Tunakaa ghetto, mlango sisi tumepanga chumba hiki hapa, mlango wa kina Ernest huu hapa. Kwa hiyo milango inaangaliana hivi, wenyewe wanapiga mambo yao ya level, sisi tunapiga mambo yetu ya level. Au sababu lakini kutoka hapo tena unajua sisi tukaconnect sana kutokana na hii love ya internet, kwa kufuatilia na hizi kufuatilia mambo za kusafiri ugaibuni. Umeona? Kwa zile internet za 500 zile tumeliwa sana. Panga mawe. Afu ile karibu na kwa Boja ile ilikuwa inaitwaje? Sikumbuki ilikuwa inaitwaje. Ile ilikuwa inaitwa, mimi nakumbuka kitu ambacho nakumbuka kuhusu ile internet cafe ni nini. Unajua ulikuwa ukifika internet cafe na zile computer zile zamani zilikuwa zinafanya kazi afu zinachemsha sana. Kulikuwa na harufu fulani kama waya inaungua hivi. Pentium 2 unakuta kitu hicho. Alafu pia kulikuwa na ile harufu ya plastic ile ilikuwa inatokana na pia na nini? Ilikuwa inatokana na, unajua walikuwa wakifanya internet wanafanya sana lamination. Unaona? Hivi sasa hivi ndo nimeanza kuconnect ile kwamba kwa nini kulikuwa na harufu ya plastic kama inaungua. Alafu kuna ile timer iko pale kwamba unaweza hivi article wapi kuuliza, unaona noma mpaka uje kupata art dakika 4 zimeshapita. Ndio art. Okay. I say. Kwa mbali kwa kweli. I say. Tumetoka mbali. Lakini fresh mkubwa alikuwa amenitangulia hapo kwenye kutengeneza content na nini. Kwa hiyo mimi nimeona na mimi na crawl back, unaona. Kwa hiyo nione na mimi nijaribu kujifunza. Kwa hiyo leo ndo tunapiga gigi yetu ya kwanza, yani featuring, umeona? Umeona? Sasa ngoja labda pia nizungumzie leo tunataka tuzungumzie kitu gani, unaona? Kwa sababu kama nilivyosema hii Mambo Vipi sio podcast kwa maana ya kuinterview na nini. Tunajaribu kuweka kama ni platform ambayo yani mnakaa mnaongea mnapiga story katika kitu ambacho mnaweza mkanani. Sasa katika kuongea na mkubwa nikasema kwa nini tusiongelee jambo moja ambalo wote tuko na passion nalo, unaona? Na ambalo watu wengi watasema kwa nini mnajadili jambo kama hilo, lakini tutajibu baadaye. Kwa hiyo tunataka tuongelee leo siasa za Marekani. Umeona? Za kimataifa. Siasa
za taifa lenyewe, au sio bwana? Lakini sasa siasa za taifa lenyewe tutalizungumzia, na tutazungumzia kwa nini kwanza hadi tunazungumzia, kwa sababu mtu mwingine anaweza akasema sasa nyie bana, wewe mtu wa Kigoma mnaacha kuongelea migebuka umeona, na wewe mtu wa Mbeya na wewe mtu wa Mbeya mnaacha kuongea maparachichi, inakuwaje? Kwa hiyo tutaelezea kwa nini ni discussion ambayo ni ya muhimu kuifanya, kuwa nayo, umeona. Na hii expand zaidi kwa sababu hii ni sehemu ya kwanza, kutakuwa na sehemu ya pili ambapo tutachimba kidogo ndani zaidi. Kwa hiyo sasa jitahidi kufuatilia kwa makini, ukiwa na kitu cha kucomment, unataka kujua nini, andika hapo chini, kwa sababu unaweza kukuta baadaye tukakusanya hizo comments, hapa tunaweza kupata idea nzuri ya kuongea au tukaje tukandani nyingine kujibu hayo maswali yote. Lakini pia kama unaona ni kitu umependa, umeona video iko vizuri, basi piga like fulani hivi kidogo, unaweza ukatupa link ukamtumia mtu mwingine naye akapata hii kitu, umeona bana. Sasa katika kuzungumzia hiyo, tutaanza na kipengele cha kwanza kabisa cha kuzungumzia, kwa sababu sasa tunachukulia assumption ni kwamba hii hapa video itaangaliwa sana na Watanzania. Kwa hiyo sasa tutaangalia siasa ya Tanzania tunaijua, umeona. Sasa tujaribu kuongelea kidogo siasa ya Marekani na kuangalia na tofauti yake ukilinganisha na siasa ya Tanzania, umeona, mfumo wa serikali na vitu kama hivyo. Sasa nikupe tu flow hapa nikupe flow jibaba mwenyewe mjaribu kuelezea kwa mbali tofauti wake. Kitu cha kwanza kuna vitu viwili. Mimi nimesoma siasa, kwa hiyo tuanze kwanza hapo. Nimesoma political science, alafu mbili ninaishi hii siasa. Yes, unaweza kusoma political science hadi PhD Tanzania, umesoma nchi zote zile pale, ila mtu anavyoishi ni tofauti. Mwingereza hata amesoma political science namna gani ya Afrika, si African politics, hawezi kuielezea zile vurumai za goli la mkono, zile vurumai za uchawi mtu atakugombea au za kutoa rushwa, sio. Kuna zingine ambazo ziko zile mpaka uishi kwenye eneo la tukio. Sasa combination zote mbili, kwamba kwa Chile kuna ile kuisoma, lakini vile vile nimeishi na naipractice katika mazingira yale pale. Kwa hiyo kidogo nitazungumza katika mazingira. Kitu cha kwanza ambacho bitu kifahamu, siasa ya Marekani sio siasa ya demokrasia. Kwa sababu wakati nakumbuka tunasoma huko Tanzania, unaambia kwamba demokrasia, father for democracy America. Baada kuishi huku, kumbe America is not a democratic country. Exactly. Unaona, ni siasa inaitwa ni siasa ya kikatiba, republic. It's not a democratic country. Na ndio maana tutakuja kuangalia mifumo, tukiangalia rais anachaguliwaje, hachaguliwi kwa kula nyingi za kidemokrasia, anachaguliwa kwa kula ndani ya kikatiba ilivyoandaliwa. Unaona, kwa hiyo kitu cha kwanza kukifahamu kwamba ni siasa ya kikatiba na sio ya kidemokrasia. Japo ni kwamba watu wajue, hata kama wakisikiaga zile kauli za kwamba huyu amefanya hichi kitu, this is undemocratic na nini na nini, kwa labda hiyo inaweza kuwa inawaletea watu na nini. Na ndio maana kwamba hata sasa hivi inategemeana kwamba hata kwenye news unatoa bwana, hii we defend democracy, America is not a democratic country. So watu wanazungumza hawajui unachozungumza ni kitu gani. Unaona, America is a constitutional republic country. Kuna forms of government, so republic ni one of the form ya nani ile pale. Ndio maana Tanzania haikuwa republic kabla mwaka 1962. Baada ya kupata uhuru ilikuwa ni parliamentary system, haikuwa democratic, ilikuwa parliamentary system. Baadaye ikaja kuwa republic, ndio tukaja kuwa na rais Nyerere. Nyerere alianza kuwa waziri mkuu kwanza, baadaye ndio kaja kuwa rais. Kwa kuna different forms of the government. Kwa America ni kitu cha mnene pale. Kitu cha pili ni kwamba hii siasa ina umuhimu sana kama tunavyojadili hii hapa, kwa sababu impact yake ni kubwa duniani. Unaona kwamba kutokana, kwa nini inakuwa impact kubwa? Kwa haraka ukitaka kutoka kwenye simplest way, unakuja kwenye vita ya pili ya dunia sana. Vita kwanza ya dunia sawa, lakini hasa vita pili ya dunia na the rise ya Marekani ile mwaka 1945. Sasa baada ya vita kwanza ya dunia na vita ya pili, nchi za Ulaya nyingi zilikuwa maskini. Yaani zilipigana vita zikaathirika sana, na baadhi ya nchi za Kiafrika obviously zenyewe tunajua ni maskini. Kwa Marekani alivyoibuka pale, ndio maana kutoka baada ya pale mambo misaada mingi sana ikaanza kwenda nchi za Kiafrika, lakini sio kutoka nchi za hata kama vile Japani. Ukija kuangalia nchi za Ulaya especially kama Uingereza, Ufaransa,
Scandinavia sio sababu haikushiki vita sana, haikuathirika sana kama hizi nchi nyingine ambazo zipigana vita front, unaona. Kwa hiyo unakuta kwamba mikataba ya kibiashara ilikuwa ni ya one sided. Kwa hiyo tunavuja baadaye kwenye masuala ya tarifu sasa hivi haya hapa, watu wajue kwamba haya mambo yalitokana na Great Depression, vita kwanza ya dunia, vita pili ya dunia, kwamba basi kwa sababu imeathirika zaidi kwa sisi Marekani haikuhusika sana, basi tutaruhusu nyie muwe mkileta vitu huku, either tunawapa tarifu ndogo au mlipi. Kwa hiyo ni ujirani mwema ambao katika mazingira fulani, lakini capitalism ile ile. Kwa kuna hicho kitu pale. Sasa tukija kwa sehemu nyingine ni kwamba tuanze na urais wa Marekani. Unakuaje? Urais wa Marekani asilimia kubwa, yes, kuna independent, lakini kuna vyama vikubwa viwili, Democratic na Republican. Yes, kuna independent, lakini is very rare mtu independent kushinda. Na hata unavyosikia kina Ben Sanders, mimi ni independent, no, you are Democratic member. Sema unasema nagombea kama independent. Ni kama vile tuseme kwamba mzee Makamba, babake ya General Makamba, so mimi nagombea kama independent. Tunajua ni sisi. Unaona? Kuna vyama viwili, Democratic na Republican. Sasa hivi vyama vina vitu ambavyo vinatofautiana misingi. Japo misingi kuna baadhi ilibadilika kipindi fulani baada ya 2016 kuja kwa Trump kuja kuzungumzia na how change politics, kwamba imebadilika, Republican imebadilika, Democratic imebadilika, lakini misingi ya vyama iko kama ifuatavyo. Democratic Party yenyewe misingi yake kama neno lilivyokuwa haina maana demokrasia, misingi yake ilikuwa ni liberty, yani kwamba uhuru, I can do whatever I want. Unaona? Na katika whatever I want ni kwamba wanazungumzia kwamba ni aje, ni zile freedom nyingi sana wanazungumzia. Lakini katika zile freedom wenyewe wamebezi zaidi kwenye vitu gani? Ni kwamba moja, wame embrace swala zima la abortion. Ndio unasikia kwamba katika chaguzi za Marekani nyingi kuanzia yani unasikia kwamba bwana women's rights na nini rights nini, issue ni abortion ndio iko pale. Issue ya pili ni issue ya LGBT, kwamba gays rights zao ziko vipi. Hiyo ni issue ya Democratic Party kwa ujumla wake. Unaona, kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma, Democratic walikuwa against the war, any war walikuwa kwa against. Hiyo ndio ilikuwa misingi ya Democratic Party kwa ujumla wake. Unaona, yes, kuna vitu vingine vinakuja vya kiuchumi, vinakuja vinginevyo, lakini hiyo ilikuwa ni misingi. Kija kwenye masuala ya kawaida, masuala ya subsidies, masuala ya kutoa hizi hela kwa niaba ya watu ambao wana njaa wana nini, ilikuwa ni msingi wa Democratic Party. Republican wenyewe ni kama vile wanajiita ni right wing, kwa kwamba wenyewe ni traditional. Traditional in what sense? Traditional in the sense kwamba hichi chama chenyewe kinataka kwamba ndoa ni mwanamke na mwanaume, ndio msingi wake. Unaona? Hawakatai wewe kuwa shoga, ila ushoga wako usiingilie maisha ya watu wengine. Unaona? Tutakuja kuangalia baadaye, na hata siasa, uchaguzi, kwa nini sasa hivi chaguzi zimebezi huko. Na issue ya pili ni issue ya swala la nani la kutoa mimba. Republican were against. Unaona? Na issue kubwa haiko katika kwamba kuna vitu viwili, kuna ile kwamba is it morally whatever, apata hivyo vitu vyote, ni kwamba wenyewe tunasema kwamba bwana, haya ni maamuzi yako, haya maamuzi yako yasiingilie serikali. Kwamba mimi kwa mfano ni mlipa kodi, wewe kama kutoa mimba, kwa nini uchukue kodi yangu katoe mimba? Suri yangu kutoa mimba on your own. Kwa hiyo ni kwamba wenyewe kwa against watu kutoa mimba katika mazingira kwamba hilo ni swala lako, sio federal issue, hilo ni personal issue. Unaona? Na swala lingine, wenyewe miaka ya nyuma walikuwa pro war kwa asilimia kubwa. Ndio maana kuja kuangalia vita nyingi, sio zote, vita nyingi miaka ya nyuma zimepigana kipindi hapo Republican wako madarakani, tofauti na Democratic Party. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida. Lakini sasa baadaye hivi vyama vikaanza ku-evolve kutokana na mazingira mbalimbali. Lakini kirudi nyuma vile vile, wakati vyama vilivyoundwa, Republican ilikuwa ni chama cha kaskazini, Democratic ilikuwa ni chama cha kusini. Kwa nini hicho kitu? Ndio maana nakuta kwamba kaskazini walianza ku-advance mapema, wakawa wanapinga biashara ya utumwa. Kusini walikuwa na embrace watumwa sababu teknolojia ilichelewa. Kwa hiyo unavyosema kwamba tuondoe watumwa wakati sina tractor, ilikuwa ni muziki mwingine. Kwa hiyo vita North na South ilikuwa ni watumwa. Na whether we like or not, ukija kuangalia chama ambacho kilipelekea ku abolish slave trade ilikuwa ni Republican. Ni Republican Party. Na ndio maana baadaye wakaja kumuua
Lincoln. Viongozi wengi ambao ukija kuangalia Lincoln, ukija kuangalia huyo alikuwa Democratic JFK, ukipinga baadhi ya vitu unajua kama matatizoni. Kwa hiyo unakuta kitu kama cha Mlele pale. Ukija kuangalia baadaye tutafuzimeza civil rights, nani alikuwa Democratic, nani alikuwa Republican, nani alikuwa kwanza kuwa bungeni kati ya weusi na weupe. Kwa miaka yote unakuta kwa sababu Republican waliweza ku liberate black, na hata kwenye kula zile votes black wapige kula, Democrats walivote no, Republican wakavote yes. Ila baadaye kwa nini baadaye vyama badilika, lakini mwanzo huu mzima unavyokwenda ni kwamba ndio misingi ya hivi vyama viwili. Sasa lakini unapomchagua rais, kwa kuna uchaguzi wa urais, alafu kuna uchaguzi wa Congress. Congress imegawanyika sehemu kubwa mbili. Kuna House, yani kama vile ndio wabunge wa kawaida wale, kama vile wabunge wa kila wa kuwakilisha jimbo fulani la uchaguzi. Alafu kuna wabunge ambao ni wa jimbo zima ambao tunaita ndio senators. Kwa sababu kuna majimbo 50, kwa tuna ma senators 100. Kila jimbo natoa wawili regardless ya ukubwa wa jimbo. Lakini sasa kwenye House of Representative ndio wale wabunge wale wa majimbo wenyewe. Wale pale kutokana na ukubwa wa jimbo, population ya jimbo ina determine muo watu wangapi. Kwa mfano, jimbo mfano kama tuseme kama Missouri inaweza ikawa labda na wabunge 6. Na kupata mfano. Alafu California ina wabunge 53. Na ndo maana inafanyika sensa, baada ya sensa wanajua nani nani apate jimbo lingine na apunguziwe vitu vya namna pale. Kwa hiyo sasa inafuja katika mazingira hayo hapo ndio inakuja kudetermine kitu kinachoitwa electoral votes. Sasa kama tunazungumza kwamba hii sio democratic ni republic. Sasa wakati wanaunda hii nchi walipiga mahesabu kwamba kuna jimbo kama California, afu na jimbo kama Vermont. Sasa kama tukisema kwamba tunasema mchague rais anachaguliwa kwa kula nyingi tu moja kwa moja kama vile Tanzania kwamba mwenye kula milioni 8 ndio amekuwa rais, anaweza katokea rais akapiga kampeni New York, California, Texas, akawa rais wa nchi akashinda, lakini majimbo 47 yakampiga kula ya no, bado jamaa akashinda urais. Kwa hiyo ni kama vile Tanzania kwamba ukichagua ili chama mgombea wa chama aweze kuruhusiwa kuwa mgombea, kuachilia kupata sijui asilimia ngapi ya huku bara katika kugombea kama ile pale, lazima upate kula na nafasi 1 asilimia kadhaa kuwa mgombea. Sizungumzi kuwa rais, lazima kuwa mgombea tu kwa ujumla kwanza. Ndio kwa nataka kuona hata chama kusajiliwa, kuondoa chama kio cha kikabila inabidi kisajiliwe si mikoa 17 siku 10 ngapi na mikoa 3 si 5 ya Zanzibar. Lengo kubwa ni kuonesha kwamba ile national wide acceptance, sio kwamba watu watakupigia kula, lakini ile pale kwa the concept ni ile kwamba basi mgombea aweze kushinda majimbo mengi akubalike, lakini siwe tu kwamba kwa sababu tu ameshinda majimbo 3 ambayo yenye population kubwa. Kwa hiyo sawa kayagawa yale majimbo kutokana na idadi, kwamba hii idadi tukiweka hapa maana yake ni kwamba huyu mgombea ili aweze kushinda inabidi apate majimbo mengi. Ndio maana unakuta kuna ile kwamba bwana ukipata kula 270 ambao ndio electoral votes. Kwa hiyo electoral vote ni kwamba ni aje, mimi na wewe tuna kugombea jimbo moja New York, mimi ni kushinda New York kwa 1 vote. Kama New York ina electoral vote 30, basi na chukua electoral vote 30. Kwa hizo electoral votes zinatokana na nini? Na idadi ya wabunge wa ile House of Representative. Kwa mfano California tunasema ina votes 55. Sasa zile 55 zimetokana na nini? Ni kula 53 ambao ni majimbo ya uchaguzi 53, House of Representative na senators wawili, jumla kwa majimbo kula 55. Kwa mimi kushinda nachukua 55 zote. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni kwamba haya majimbo tena kutokana na vyama Democratic na Republican yamegawanyika sehemu mbili, blue states, red state, alafu kuna katikati ndio wanaita ni battleground. Sasa unaposema blue state maana yake ni kwamba sina haja kwenda kupiga kampeni, mimi zile kula zote ni za blue, ni Democratic. Red ni Republican. Kwa maana unajua kabisa huko yani piga huwa yes. Japo kuna vitu vinabadilika. Kwa mfano California kwa anapiga Republican baadaye kaja kuchange kwa Democratic. Kuna majimbo kwa Republican yakachange kwa Democratic. Au kwa Democratic amechange. Lakini kwamba kuna majimbo yale pale tunajua kabisa kwamba jimbo fulani kwa mfano piga huwa uwezo kwenda kupoteza muda wako, mfano kama Trump kapiga kampeni Massachusetts. Hilo ni jimbo la Democratic. Unaona? Sasa kuna majimbo
ambao tunasema ni battleground. Battleground ndio na decide nani awe rais wa Marekani. Ndio maana mara kwa mara vice president kama kitokea kama kwa mtu wa jimbo lingine, vice president anapenda kumchukua majimbo ya katikati ya Marekani. So majimbo ya katikati ya Marekani ndio battleground. Sasa kila season yanabadilika, lakini mara kwa mara yanakuwa ni yanaendana yale yanakuwa ni majimbo kati ya majimbo 6 mpaka 8 mara kwa mara. Kwa mfano miaka ya nyuma, mfano vuzungumzia Michigan, Minnesota, mfano na Wisconsin yalikuwa ni majimbo ya Democratic. Yani tangu alivyoshinda Reagan alivyoshinda yakani Democratic wakati anashinda kila wakati mpaka Trump alikuja kushinda tena. Kwa kuna majimbo yalikuwa kabisa hivi, baadaye akaja kubadilisha. Battleground hazibadilishwa kwamba ni forever. Unaona? Au mfano kama Ohio ilikuwa ni battleground kila wakati. Sasa hivi sio battleground tena. Baada ya Trump kushinda mara 3, kwa hiyo imekuwa ni ready. Kwa ni guarantee wanashinda. Unaona? Lakini tukichukua haraka kwa uchaguzi uliopita tukishoto mfano, battleground zilikuwa ni Wisconsin, ilikuwa nani Pennsylvania, ilikuwepo nani nani Michigan, alafu ilikuwepo nani North Carolina, ilikuwepo Arizona nayo waliweka. Arizona na yenyewe, Arizona kwa ni Republican state, baadaye kaja kumove kaja kuwa battleground. Unaona? Then kuna nani na hiyo nani Nevada. Unaona? Ambao ilikuwa ni Republican kaenda kwa Democratic, kwa ni vurumaiza namna ile pale. Kwa mfano kama ya majimbo tunasema zilikuwa ni battleground katika mazingira ile pale. Kwa hiyo unakuta kampeni zile pale, wale wagombea wataenda pale 5-7 times. Mbona kati anaenda kwa majimbo haya haendi Alabama? Alabama tayari ni Republican. Kwa nini hawaendi Vermont? Vermont tayari ni Democratic. Kwa sababu inakuwa ni kupoteza hela zile za nani, yani ni bora ukaziwekeze sehemu ambapo utapata return, kwa sababu ukienda kuwekeza kwa mfano kama mtu ambaye ni Democrat akaenda kuwekeza hiyo hela ndo akaenda kuwekeza Alabama, anaweza kamove labda idadi tu ya kura, yani labda anaweza kama ilibidi ashindwe kwa 30%, anaweza kashindwa kwa 25%. Kwa hiyo inakuwa ni kupoteza tu kwa hela muda, alafu hela yenyewe ile pale. Unaona? Kwa kuna hicho kitu cha mle pale. Then tukitoka hapo tunakuja kwenye kipengele kingine ambacho ni kwamba sasa financing ya hizi hela zinakuaje? Unapotaka kugombea hela inatoka wapi? Sasa kuna process mbili. Kuna process ya kwanza ambayo ni primary, ambayo ndio kama ile mgombea ndani ya chama kupitishwa. Alafu kuna ile kusha kwa mgombea wa urais mwenyewe. Sasa haijalishi kwanza utokea huo wa chama au ukishapitishwa kabisa ile pale na chama kama ndio mgombea mwenyewe unaenda kupambana kule, ni kwamba asilimia kubwa in basic normal way hawatumii personal money zao. Na hakuna hela ya chama kama chama pase inakupa hela kama vile CCM unagombea kwa hela ile sio hela nani wanaita nini ruzuku. No. Hii ni kwamba mgombea anakuwa watu wanamchangia, kuna ile ya jumla kumchangia ile pale yeye kama yeye. Alafu kuna ile kwamba kuna watu wanachangia kama chama kwa niaba ya mfuko wa chama, kwa niaba kusaidia. Sasa watu wakichangia mfuko wa chama ndio unatega pack. Unaona? Ni ile pale inasaidia wagombea wengineo, kwa sababu yes wagombea urais, lakini tunataka wabunge, tunataka congress members. Kwa kuna hela ambayo inachangiwa ile pale kwenda kwa niaba kwa mfuko wa chama kwa niaba. Lakini hiyo still inaenda tu kwenye kama Republican akiwa na, yani sio katika mchakato wa ndani. Yani inaenda kama yani sasa mchakato wa ndani mtu ameshashinda, sasa anaenda kupambana na mtu mwingine, Democrat anaenda kupambana na Republican, sasa ndio inakuja sasa ile hapa ile inaweza kutumika. Sio kwenye mchakato wa ndani. Yes, ndio kama kuna leo wanataka nini? Democratic wanaita blue nini? Wanaita sijui blue nini ambao ni kuna Act Blue. Ndio nani yao ya kuchangia ile pale. Mfuko ile kingine ingia kwa niaba ya Democratic. Lakini Biden alikuwa anagombea, alikuwa anachangiwa kama Biden. Na ndio maana kwamba kuna sheria sasa kama nisipogombea tena inakuaje ile hela, kuna procedure maalum ya kuitransfer kama kuitransfer ile utaje gombea tena. Lakini usione sababu hii imebaki change ya kwangu, moja nitumie katika personal use. No. Kwa ile campaign financing ina masharti mengi sana. Unaona? Japo kuna debate kwamba je, lakini sasa kama mimi natumia kwenye campaign, je, naweza kanunua suti kwa sababu naenda kwenye campaign? Sasa no, wasi kununua suti yako binafsi. Unaona? Unaweza kuna vitu vingi mle ndani campaign financing ambao watu wanakosema. Kwa huo ni mziki ambao ni mkubwa sana kwanza wa ile nani binafsi. Kwa sababu ndio hapo kwamba kuna watu wanachangia sasa. Sasa kuna watu ambao ndio kuna ile influence ya watu. Kwa mimi nikatoa $1 milioni down the route nipa ubalozi. Unaona?
Mimi zakatoa kitu ambayo na hiyo katika kuchangia huko inabidi kuelezea tu kitu kimoja kwamba kuna limit ya kuchangia kwa Marekani ni dola 2000 na ngapi? Kuna limit ya kuchangia. Alafu unachangia, yani hiyo limit kama unachangia moja kwa moja kwa mgombea. Ila kama unataka kutoa hela zaidi sasa kwenye PAC hakuna limit. Maana sasa huko ndo unaweza ukatoa. Kwa maana kwamba unakuta baadaye unaposema Elon Musk ametoa milioni 200 au yule na nini George Soros ametoa amesupport milioni 50 milioni ngapi, hampi mgombea moja kwa moja, anapeka kwenye ile PAC. Unaona? Kwa ule mfuko unawezesha kile chama kufanya kampeni nyingi zaidi kulikoni ile mgombea katika mazingira ile pale. Yes, kama mgombea urais unamshukuru yule mtu lakini hajachangia moja kwa moja kwako, lakini ile hela utatumika kwenye uchaguzi wa urais na mtazidistribute kwenye magombea wengineo na wenyewe waweze kuweza kupiga kampeni kama kawaida. Na ile kwamba kuna sheria kwamba yani hamtakiwi muonekane kama mna coordinate. Yani kwa ukiwa na PAC, yani japokuwa mna coordinate na kila mtu anajua ni kwamba goal lenu ni moja, lakini hamtakiwi kuna nini. Sasa hiyo tumeongelea vizuri nani fresh hapa, tumezungumzia fresh nani tofauti. Naona tofauti zingine tutazielezea zaidi kwa mbele ili tuzichambue. Ila katika nani katika Republican na Democratic kama ulivyosema ilivyoanza mwanzoni kabisa kama ilivyokuwa ni chama cha North na kingine cha South na katika Democrat waligombea sana yani nani ubaguzi usiondolewe au ile nini slavery siondolewe, waligombania sana. Hata walivyokuwa wanafanya ku rectify hizo nani mambo za constitution na nini, kulikuwa na mazogozogo mengi sana huko ndani. Lakini sasa kutoka hapo sasa tukitoka kwenye ule upande wa Republican na Democrats kwa hivyo ikaja vikamia katika kuwa na ile kama unavyosema mlengo wa kushoto na mlengo wa kulia. Na transformation yani hivi vyama vimebadilika sana hadi hapa vilipo sasa hivi. Kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi unavyosema hizo issue za abortion, issue za LGBTQ, yani ukiangalia miaka hata tu ya Reagan ilikuwa sio issue hata zinaongelewa. Yani ilikuwa sio main. Kwa hiyo na maana ile main thing ilikuwa ni kwamba wewe kuna ile walikuwa wanasema ni conservative au so conservative. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba kama unavyosema issue za military, mtu anatumiaje hela, lakini kulikuwa na issue za regulation kwamba nani yani tunazibania vipi yani kampuni yani ule uhuru wa kuamua. Kwa hiyo mwanzoni kwa Republican ilikuwa ni mainly yani kwamba kampuni ziwe na uhuru wa growth. Unajua ile capitalism zifanye vitu kwa uhuru, kusiwe na kuingilia, kusiwe na muingiliano mkubwa sana wa serikali katika kuwapangia nini cha kufanya. Wakati nani Democrats kwa sababu kama unasema hao walikuwa conservative, maana yake walikuwa hata katika spending pia ilikuwa kwamba bana yani inabidi utumie less. Kwa hiyo hata hizi entitlement programs na nini ilikuwa ni kwamba serikali inatakiwa jitoe iweke vitu yani either private na nani, serikali iwe katika kufanya serikali tu. Alafu Democrats wenyewe ambao hiyo kitu kwao inaendelea pia hadi sasa hivi na kuna party ndo kama hivi unavyosema kwamba kuna party ya nani kuna party ya Democrats ambao bado kuna ile tunasema liberalism sasa, ile kwamba bana inabidi waachie watu wafanye hivi ambao ndo zimekuja sasa transformation ambayo iko sasa hivi imekuja sasa katika ubishani wa either abortion au sio abortion, LGBTQ au sio LGBTQ. Lakini hapo nyuma kidogo ilikuwa ni gun au sio gun, umeona ilikuwa ni gun au sio gun au na sasa conservatives ambao tukisema conservatives ilikuwa conservatives wenyewe ni purely about kuhakikisha kwamba hakuna deficit, unaona, kuhakikisha kwamba deni la taifa sio kubwa na nini umeona. Wakati Democrats inafanana sana na nchi nyingi sana, kwa mfano za Europe, kwa maana kwamba serikali inabidi ifanye, kuna namna inabidi serikali ifikie yani ifanye kuna vitu fani yani ambavyo tuseme kama iko tofauti kwa huko ni kwamba kuna issue fani inabidi serikali zifanye. Umeona healthcare nini yani vitu hizi inabidi kuziachia. Kwa hiyo kuna hiyo pia ambayo ilikuwa ni tofauti. Alafu sasa imekuja imetransform sasa hivi ambapo Democrats ni kwamba kumekuwa sasa na far left sasa. Umeona? Sasa inakuwa kwamba kuna extra mile. Kuna left afu kuna watu wako katikati hapo ambao yani unakuta yani nao ndio unakuta mara nyingine anaweza akawa amempigia kula urais amempigia Trump afu senator amemchagua Democrat amemchagua huko chini. Yani yeye anaangalia tu mtu ambaye anafuata. Sasa kuna wale ambao sasa ni kwamba mimi
ni hard right au sio bana? Yani yeye kwamba mimi niko hapa, yani uniambie chochote, mimi niko hapa, wewe yani wewe na huyu hapa hard left au sio bana? Alafu sasa kuna far right na far left. Sasa hao ndo machizi sasa. Exactly. Yani hao sasa wako tayari yani hata kusijui nini, umeona? Kwa ndo hizo uzuri wa far right ni huu hapa. Wenyewe far right ni kwamba we don't have discussion when it comes to bunduki. Unaona kwamba ni aje? Unaona kwa ndio wana issue zao za right mpaka hatujakataa, lakini why can't we even think about this one? No, I'm not discussion. Far left kwamba bwana hii issue uweze kumwambia kitu. Yaani kwamba there is no kwamba tuweze kukaa chini tukaongea. Na ndio maana Marekani, ndio maana mtu akija mgeni Marekani, wewe ushauri wa kwanza, two things utaki kuweza kufanya discussion na mtu kama vile Tanzania. Tutaka kwenye basi, tunaweza kuongea kuhusiana na bana Magufuli, Nyerere, Samia, nani, unaona? Au tukaongea masuala ya dini bwana, lakini hapa hivi Yesu alikuwa anamaanisha nini? Nataka Kristo sehemu kajadili. Lakini hapa two things, dini, siasa, out of discussion. Kwa ndio maana watu wanapeka hasira zao kwenye media, kwa sababu in a normal way hakuna ule opportunity ya kuongea mtu na mtu. Hizo au watu wanakuwa keyboard warriors, kwa hiyo wanaenda kwenye social media huko ndo wana huko. Sasa hapo maana yake tumezungumzia, kwa sababu kitu kimoja ambacho tulikuwa nataka pia tuzungumzie ni kwamba tofauti ya hizo vyama vikuu viwili ambao ni Democrats na Republican. Nadhani kwa sasa hivi tumeinyambua vizuri, umeona? Lakini kitu kimoja tu inabidi tukiongea chap hapa ni kwamba watu wengi wanajiuliza kwa nini tu Marekani sasa kusiwe na chama kingine cha tatu na cha nne? Unajua kama vile Tanzania kinaibuka cha umma mara nini, umeona? Kwa nini kusiwe na baada hapo sasa ndio inabidi sasa wengine wanaanza kuuliza kuna ile libertarians, unajua yani unajua kuna ile watu anakuwa yuko Republican au yuko, lakini kuna namna anaji-identify, umeona? Hebu elezea kidogo hiyo hapo. Hicho kipande kidogo elezea ili turukie upande mwingine. It is almost impossible kuwa na chama, yani chama cha tatu. Unaona? Kwa nini? Issue ya funding. Hiyo ndio issue kubwa, issue ni issue ya hela. Unaona? Kwa unakuta kwamba kwa mfano uchaguzi uliopita, kwa mara ya kwanza independent candidate kuwa strong independent candidate ni RFK Jr. Kwa nini alikuwa ni the strongest candidate? Moja, ametoka kwenye Kennedy family. Hiyo kitu cha kwanza. Kwa ni Democratic Kennedy. Kwa kuna wale watu ambao unavyozungumzia Kennedy Democratic ilikuwa ina principles fulani. Yes, ina falsafa fulani, lakini kuna principles fulani za Kennedy zilikuwepo. Na familia yao ilikuwa na principle fulani. Kwa kuna watu bado wana believe in Kennedy ile pale. Kwa alivyozuiliwa kugombea ndani ya Democratic Party, akaja kugombea kama akaondoka na jopo la watu. Alafu kuna watu wengine wako Republican ambao wenyewe wanakubaliana na sera za baadhi ya RFK. Unaona? Kwa hiyo ile pale alikuwa ni stronger candidate in that way. Kwa unaweza kupata baadhi ya funding, lakini na umaarufu wake wote ndio alikuja kupata 2%. Yani ile kwamba katika zile polls akaja kumiti 2%. Sasa angalia kwamba ni aje kwamba lakini kwa katika mazingira ile pale. Ndio maana hata kulikuwa na discussion online ya Elon Musk kwamba should we start the another party hiyo kubwa 80%. It is impossible kuwa nayo kama unajua sasa Marekani. The only two people ambao wangeweza kuanzisha the third party ni kati ya alikuwa ni Barack Obama au Trump. 2008 Democratic walifika katika mazingira kwamba katika crossroad kwamba kuna Barack Obama, kuna Hillary Clinton. Difference of votes zilikuwa ni chache sana. Kama wangeendelea dakika ya mwisho completed pale na Clinton akagoma, mfano akasema nagombea kama independent, Obama asingeshinda. Au Obama angesema bwana mimi kwa sababu nashindwa hapa siachishi kile pale, nikitoka naenda kuanzisha independent na gombea independent, ingekuwa game over kwa Democratic. Kwa sababu walikuwa watu wana influence, Obama alikuwa na influence kubwa. Kwa hiyo wakubaliane wenyewe wamwachie yule pale ili kwamba Obama akagombea miaka yake 8 akamguarantee Hillary Clinton kwamba 2016 Hillary atakuwa mgombea urais. Ndio maana kwamba watu wasema kwamba that's not fair, kwa sababu ilibidi waondoe wakafika kina Ben Sanders kina nani 2016 ili alipo Hillary, kwa sababu kwa tayari ni agreement imekuwepo. Republican on the other side, mfano uchaguzi nazungumzia specific wa 2024 kwamba yes baadaye Trump alikuja kushinda especially baada ya zile kesi, lakini kama wangefanya mistake Trump asiwe mgombea alafu Trump asiwe bwana mimi naanzisha third party yangu, alikuwa iko powerful na resources anazo to the extent kwamba ingekuwa ni powerful. Lakini in a normal way you need someone ambaye ni individual ametani kuwa movement.
2008 Yes We Can ilianza kuwa kama movement fulani. Make America Great Again imekuwa ni movement, is not again. Kwa ni kwamba hawa watu wawili, mimi in the modern politics, sizungumziki na Reagan, sizungumzi miaka ya nyuma sana kule, nazungumzia in the modern politics ya miaka 80 kuja mpaka sasa hivi. Hawa watu wawili walikuwa wana special type of charismatic ya kuweza kujiattach zaidi na watu, kuweza kuona hiyo impact ya kusema kwamba hata kama ningesema natoka naweza nikafanya kitu cha mle pale. Kwa hiyo yes, sasa hivi kuna libertarian sio nini, lakini huyo libertarian bado yuko huko. Hata mfano sasa hivi unasikia hapa Ben Sanders huwa ni mgombea asema ni independent, unaona. Lakini independent aligombea Democratic kula, akipiga zote katika miswada kama 50 49 yote anapigia kula Democratic. Kwa hiyo Democratic anajiita tu independent, unaona. Kwa lakini hakuna ile libertarian, wengi ni Republican lakini wanajiita libertarian, unaona. Lakini kwa exactly. Kwa hiyo wanakuwa hivyo, na hata ukiona kwenye house status inafika sasa wanakuwa wanatengeneza hivyo vikundi, sisi hapa ni Freedom Caucus, sisi ni yani kila mtu anataka kujionyesha yani yeye yuko labda kama ni conservative sana, huyu conservative kidogo, au huyu ni, kwa hiyo wanaunda hivyo vikundi kama vile Wakristo, kama watu weusi wanavyounda kwamba kuna Mkatoliki wa kawaida, kuna charismatic, kuna nini, kuna ile pale, au kama kuna huyu ni padri lakini wa shirika fulani, unaona. Lakini haimaanishi kwamba bado still ni Mkatoliki, lakini ni shirika la St. Augustine, St. fulani, lakini utapata misingi fulani, lakini wote ni Wakatoliki. Wote ni nani? Kwa hiyo kusema anajiita independent ni Democratic mara kwa mara, libertarian wanakuwa wana Republican, japo wenyewe wanasema independent from Republican, lakini misingi yao yote ni Republican. Sasa hiyo hapo, tukitoka hapo tukizungumzia hicho, tunaweza tukazungumzia tena kitu kingine, kwa sababu tunataka kulinganisha Tanzania na Marekani. Nawaambiaga watu wanacheka kwanza nikiwaambia, naambia bana, unajua nani, rais wa Tanzania ana nguvu kuliko rais wa Marekani. Watu wanaanisha nini? Naambia kwamba ile ndani ya nchi, yani ile kwamba jinsi vitu gani katiba vinamruhusu kuvifanya rais kuvifanya kwa Tanzania na vitu gani vinamruhusu rais kwa Marekani. Ukiangalia challenges ambazo rais wa Tanzania anaweza kawa challenge, umeona, kupitia court na nini, na ukifananisha na wa Marekani, utasema rais wa Tanzania ana nguvu kuliko wa Marekani. Japokuwa sasa tukija tukiangalia kwamba ile kwamba kama nation na nini kwamba obviously unasema, lakini within ile country kwamba na watu wake Tanzania is very powerful. Sasa muelezea tu hiyo kidogo kwa kifupi kabla tujarudia point nyingine. Sasa unapozungumzia kitu cha msingi sana kwamba huku ni nchi ambayo ni muungano wa nchi 50. Sasa katika hizo nchi 50 ndio majimbo, kwamba kuna jimbo kama jimbo alafu kuna federal. Kwa hiyo federal ni kama vile muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kungekuwa kuna Tanganyika, kungekuwa kuna Zanzibar, alafu kuna serikali ya muungano. Zilikuwa serikali tatu. Maana yake ni kwamba kuna mambo kama vile Zanzibar, kuna mambo huyu rais hana maamuzi ya kwenda kule. Ndio maana hata kwa mfano akienda Zanzibar, mtu wa mwisho kuingia kwenye sikukuu ile pale ni rais wa Zanzibar, anapigwa nani ile pale. Kwa kuna utofauti huko, ni kwamba rais wa Trump hawezi kuingilia mambo ya state. State ina power yake, bado anadili na masuala ya federal. Mfano kama polisi, huwa anashangaa watu wanalalamika, bwana sio rais. No, rais hawezi kuingilia polisi sababu polisi ni state. Ila polisi wa federal ndio FBI. Ila hao polisi wote tunaona ni state police mfano. Kwa kuna ile pale. Haya, mahakama, kuna mahakama za majimbo, alafu kuna mahakama za federal ndani ya jimbo husika. Kwa kuna vitu vingine tofauti. Alafu jela za federal, jela za state hivyo. Alafu baada kwamba ni aje, ni kwamba hata kwenye jeshi, kila jimbo lina jeshi lake ambao ndio wanaitwa National Guard. Unaona, mkuu wake ni governor, ndio anaamrisha ile pale. Sio Trump. Unaona kuna vitu vingine vinamle pale. Sasa lakini kwa Tanzania ni kwamba yes, kuna separation of power, judiciary, whatever, lakini tunajua kabisa kwamba jaji mkuu anaweza kapigwa biti akaufyata, sisi speaker kapigwa fit. Hapa Marekani rais wa Marekani hawezi kumpiga biti speaker. Hata kama chama kimoja, unabidi umkae chini muweze kuna nini, no. Hata mbunge tu kaida hawezi kumpiga biti, hawezi kumnyang'anya kadi. Hamna za kadi hapa. Kwamba nimemnyang'anya kadi. Sasa hapo kusema kama mimi ni Republican, kwa nini kwenye karatasi kwenye kugombea mimi nagombea kama Republican? Hakuna kuna kadi ya chama, hamna kadi ya chama. Kama namnyang'anya kadi sijui kama vile Tanzania. Lakini kule ni kwamba Tanzania ni kwamba rais anaweza kumpiga biti mtu yote ile pale, nchi nzima kachanganyikiwa. Lakini huku ni kwamba bado kuna vitu vingi sana. Rais anakuwa iko limited kwenye baadhi ya vitu. Yes, inakuja kwenye power ya kuamua vita,
nobody can touch that power. Kuna zingine lakini nyingi sana ni kwamba ziko shared na ziko very regulated katika maamuzi. Na hata hizo power za kivita za nani unazosema, yani zimekuwa defined kwenye constitution. Kwa hiyo kwamba ikitokea hiyo, ikishakuwa martial law ikiwa ni nini, kwamba kuna laws nyingine tofauti kabisa zina apply. Kwa hata ile state na nini, kwa sababu sasa ni jukumu la rais kulinda nchi yote. Kwa hiyo ina maana kwamba hawezi akailinda Texas kama governor wa Texas atasema bana mimi sitaki wasije wanajeshi hapa mpakani. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu akideclare hiyo law yake hiyo ni kwamba tu inakuwa ina nullify hizi mambo zingine zote. Inabidi jamaa nani. Sasa umeona hiyo sasa inatoka hapo, umegusia hiyo issue ya nani ya mabunge. Unajua mimi kama nilivyokuambia nimeanza, yani sasa hivi of course niko deep kwenye hii mambo, lakini mimi mwenyewe mwanzoni ilikuwa inanisumbua sana kwamba sasa hivi ubunge huyu inakuaje na nini. Umeona sasa umeelezea vizuri hapo mwanzoni na jinsi inavyopatikana kwamba wanavyopatikana representative kwenye house na wanavyopatikana na senate, au sio bwana? Sasa kuna mlolongo wa nanili kama inaitwaje bill inaitwaje kwa Kiswahili, mswada, Sasa mswada unataka kuwa sheria, ni kama sisi unapita bungeni ambapo ndo na kuna kamati na nini ambao ni kawaida hivyo na hata kwa Marekani kwamba kuna kamati ziko kwenye house. Elezea sasa hapo mchakato mzima, kwa sababu niongeza kueleza lakini ningetaka upate wewe inatoka hapa inaenda hapa na inakuwa. Sasa kama vile ilivyo kwa Tanzania, bill kwanza ina design na serikali. Unaona mswada unadesign. Sasa kuna ile miswada inatoka serikalini, lakini miswada mingi ya hapa vile inatoka kwenye individual members. Tanzania hatuna miswada mingi ile mtu binafsi anakuja na mswada. Mingi akija ile pale unapelekwa serikalini, serikali inabidi peke mswada bungeni. No, lakini bills nyingi zinapelekwa na individual members. Kwa hiyo unasikia bwana fulani kuna miswada ambao unakuwa ni mzuri kwamba both Republican na Republican wanataka ni co-authors au co-sponsors, kwamba wamesponsor kwamba hii ni bipartisan, kwamba iangalie chama gani wote wao tunaungana tunapambana. Unaona, kwa kuna bili za namna ile pale, alafu kuna bili inaweza kaanzishwa na mtu mmoja. Kwa mfano kuna bili ambayo inakuja sasa hivi ambayo AOC ameandika pamoja na Republican woman mwingine, ni kutaka ku minimize kwamba kuweka limit kwamba hizi kampuni za financials zizidishe certain percent ya interest rate, ambapo tayari kwamba hiyo discussion mshoko katika nchi kwamba kwa nini mpaka mtu mpaka asilimia 30, that's too much. Unaona, kwa tayari wameshapiga fuja kisa wamepeka ile mswada. Kwa sio kama ni serikali inapeleka, yani executive inapeleka mswada, no, unaibuliwa na wabunge unapelekwa pale, kwa sababu umeshakupata support. Kipigiwa kula sasa unaanzia kwenye house, unapigiwa kula, then unaenda senate, unategemeana kama kuna mabadiliko ya kubitisha, kuna vitu viondolewe, utarudishwa tena house waje kufinalize wamekubaliana na maamuzi ya senate, ndio inaenda kwa rais apige aweze kusaini. Sasa kuna mingine inaanzia senate kwanza moja kwa moja, ni senate inaanza kana kitu fulani, lakini katika kusponsor na ruhusa kusponsor senate, na hata wakaandika na watu wa bunge dogo wakashirikiana vile ikatoka senate inakuja house inaenda tena senate afu ndio inaenda kwa. Unaona, kwa kuna complication vingi sana huko ndani. Unaona, sasa yes, sasa katika senate kuna mambo ambayo ni ya kisiasa, kuna masuala ambayo ni ya kinchi. Ubaya ni kwamba recently ni kwamba vitu vingi vimekuwa ni kisiasa zaidi na badala the actual benefits of the country kwa pande zote mbili, kwamba kipindi ambacho Democratic kwa madarakani, Republican wanapinga karibia kila kitu. Kipindi ambacho Republican kwa madarakani hao wanapinga karibia kila kitu, hata kama vingine vina benefit kwa wananchi. Yes, kuna vingine kwamba kuna jua kuvipinga, lakini kuna vingine kwamba naje tunaamua kupinga hata kama ni kitu ambacho ni basic. Kwa mfano, kulikuwa kuna mswada mmoja kwamba ni kuzuia biashara ya watoto wanafikia mpakani pale, child yani unaccompanied minors, ishi kama namna hiyo. Sasa kwamba wanaenda kuuzwa watoto. Mswada umeingizwa mle ndani, umepigiwa kula, wabunge wote kwa mara ya kwanza wote Republican Democratic walipiga kula isipokuwa mmoja, huyo Democratic. Huyo Democratic kila kitu kitolewa na mtu Republican yeyote ile pale, haijalishi mada gani, yeye ni no. Unaona, kwa sasa alipiga no, kajiomba kama mtu anapiga no, ngoma bunge zima likapiga yes, mpaka akasema what's wrong with you, kwamba unataka waende kuwa ilikuwa masuala child trafficking. Like, are you out of your, unapinga nini? Unajua sijakataa kuna vitu vingine unaweza kupinga, like why are you unasema no kwamba waendelee kuwa traffic? Unaona, kwa kuna vitu vya namna ile pale.
kwa kuna miswada, lakini ni very rarely kwamba Marekani mswada mpaka unafika kwa rais alafu anauvoti no kwa kutumia executive power. Unaona, mara kwa mara ni kwamba discussion utakufa kwa kutopata enough votes. Ila kutapita sehemu zote mara kama ukishinda kule utasainiwa tu. Sasa ukitoka hapo kuna kitu kimoja ambacho tutazungumzia, alafu tutazungumzia Supreme Court kwa sababu inahusiana na hizo vitu, kwa sababu tunavyojua kwamba kwa Marekani, katika siasa za Marekani, yani uwezo ukaiacha, yani mahakama uwezo ukaiacha, yani ni bumper to bumper. Umeona bana? Kuna kitu kimoja sasa, hiyo nanili hiyo tulizungumzia hiyo issue ya campaign finance. Umeona, na ni situation ambayo, kwa sababu kwanza disclosure, watu wengine wanaweza kujua labda mimi niko pia Marekani. Hapana, mimi niko Denmark, kwa hiyo na mfumo ni tofauti kabisa. Nadhani kuna siku tutafanya kidogo video kuzungumzia utofauti, tutaweka tu topic moja moja na kuongelea utofauti. Lakini sasa kuna hii issue ya campaign finance unakuta kuna lobby groups. Umeona? Yaani kwa sisi huku, kwa mfano kwa watu ambao tuko kama hivi Denmark, yaani nilikuwa naongea juzi na watu kazini. Yaani tunaona kama mbona hii ni rushwa, yani kwamba kuna kundi linakuja yani kukulobi, yani umeona, na kukulobi kuna zinakuwa involved in issues za finance na nini, unaweza ukachukuliwa kwenda kupigwa lunch na nini, umeona, na makampuni yanakuwa yanawalipa lobbyist ambao yani wanakuwa kabisa lobbyist, yani wanaajiriwa, wanalipwa hela nyingi sana na kampuni ambao sasa wa lobbyist. Kuna hiyo hapo, hicho kitu kimoja, upande mmoja wa hii point ambayo nitaka tuzungumzie. Afu point nyingine ya pili ni gerrymandering, ambao sasa ni kwamba sasa mtu anafika, wanaweza wakapiga mchoro, yani wakakuhakikisha yani unapigwa chini. Yani kwa hivi vitu viwili sasa, hebu jaribu kuvielezea influence ya makampuni na lobbying groups, alafu na issue ya gerrymandering. Sasa upande wa, ndio maana usikia bwana wanaposema neno Washington wanamaanisha ni wale insiders, yani kwamba kuna watu ndio tunataka kama deep state, kwamba wenyewe mswada unapitishwa bungeni kwa faida yao. Yani kipengele chote kinakuja pale. Kwa mfano tuchukulie katika haraka. Hakuna rais wa Marekani, mgombea yote ile pale, aliyepinga kwamba uuzaji wa bunduki, bastola, sijui nini hizi silaha, afa kashinda urais. Hayupo. Kwa nini? Kwa sababu ni industry kubwa, kuliko ni moja industry kubwa. Yes, ni second amendment. Ndio maana kwamba tuchukulie kwa mfano, hata mfano Democrats tunapinga bastola, tunapinga nini, ila kwenye uchaguzi lazima wasapoti kwanza, afu baadaye watapiga fujo baada ya pale. Ndio maana kwenye kampeni kama nasema, hata mwenye mimi sija kuzungumza kama napinga mtu kushika bunduki, mwenye ni naye bastola wakati hana. Unaona, lazima kutokana nini, power hawa watu wanavyokupa hela, either wewe kama mgombea inabidi uzungumze baadhi ya sera fulani ambazo zile sera utakazozungumza zita influence masuala mazima ya soko la hisa, au ni kwamba katika kupitisha sheria fulani bungeni inapitishwa kwa maslahi ya kwao. Ngoja kupata mfano kwamba Marekani kuna mfumo sio kustaff pasi, lakini kuna mfumo kama wa NSSF ya Tanzania, kwamba mimi nachangia kiasi fulani na mwajiri anachangia kiasi fulani. Ile hela inakuja kuwekwa, nikija kuzeeka na kuja kuchukua ile hela. Lakini sasa ile hela inaenda kwa kwenye general mfumo tunaita ni 401k, ambao unaenda kwa mfumo unaingizwa kwenye hisa. Hisa zikipanda na unapanda hela yako, ile ikishika chini inashuka chini, na utakuja kulipa kodi mwishoni. Lakini kuna mfumo mwingine wa insurance, ukiweka hela mle ndani, ile hela inapanda juu, ikianguka chini, sio shares za Tesla zimeanguka chini, hela yako haianguki, inabaki pale pale juu. Alafu hauna kodi ule mfumo. Alafu hata kama nikishtakiwa, utakamata mali zangu zote, utakamata ile iliyoko mle ndani. Unaona? Kwa kuna protection nyingi. Ukifa Marekani, serikali inakuja kukamata mali zako zote mpaka uje kulipa madeni yote. Lakini ile ya huku haiguswi. Mbona kwenye ile ya phone ikiwa inaigusa? Kwa kuja kuangalia sasa nikishi ni kwamba ni aje. Ile phone, kwa nini phone case ikawa protection kama ya huyu mtu? Kama ni mtu anategemea ile ya NSSF, ni mtu wa kawaida. Kwa nini usimwekeze protection? Kwa sababu ni kwamba wale wanasema hao wanao influence, they don't care about you, wana care wenyewe kuja kustaafu, wakija kuwa sued itakuwaje. Kwa unaona sheria upitishwe zapitishwa kwa niaba ya kufavor kundi fulani la watu. Kwa hiyo ndio mchambulie kwamba sasa hiyo unapozungumza sheria yoyote ile pale inapokuja, na sio tu sheria,
fungu la hela sasa limetangazwa bwana, ile hela inaenda kwenye USAID, hii hela inaenda kwenye Department of Defense. Department of Defense, okay, inaenda kufanya nini? Golden Dome ile whatever ile pale, au inakuja bwana, hii hela inabidi ikapeleke kwenye Ukraine, hii hela inabidi iende kwenye Israel. Mle ndani kuna hizo groups za watu ambazo zina influence, ambazo zinakuja kufaidika, kwa sababu spending mwisho wa siku inakuwa inafanyika ndani ya Marekani. Vita ya Iraki, vita ya Afghanistan, ya hii hapa, kuna kampuni za kivita. Ngoja tu mfano, kipindi cha vita ya Iraki, Afghanistan, tunazungumzia miaka 2001 ile pale, lakini nazungumzia mimi hapa, nazungumzia mwaka 2015, nazungumzia mwaka 2018. Ilikuwa kipindi cha vita, mtu anaenda kutranslate, ile translator wa Kiarabu kule kwenye vita alikuwa alipo zaidi dola 300 400 kwa mwaka. Sasa kama yule alipo dola 300 ambaye hana elimu, ana elimu ya form 4, jiulize ile kampuni imelipo kiasi gani kupeka translator kule kwa mwaka. Ma contractor. Yes. Na pia kwa mfano hiyo unavyozungumzia pia ni kwamba ndo maana kwa mfano hii discussion ya vita ya Ukraine, watu bana tunatuma hela na nini, lakini ndio hiyo ilikuwa nasema kitu kingine kwamba ile hela yani ikishatangazwa pale Marekani ni kwamba kule zinapelekwa ammunition, yani ile hela inaishia pale Marekani, almost yote inaishia kwa hao contractors hao wote. Rais wa Ukraine bila walimwambia bwana unaelewa, sasa mimi nakuja huko, mbona hajafika hiyo? Haji kwamba alikuwa yule mwanamuziki nani alifanya ile, sijui jamaa kaenda kumpa sijui ile nini, alienda kampale sijui ile nini, ile academy ile pale, jamaa alipewa dola milioni 3. Shan nini sijui ile jamaa alifanya Champagne, alifanya Jolie alipewa milioni 4. Unaona, it comes back to these other people. Na Jolie walipopadili, kuna kampuni inabidi wape nusu. Unaona, kwa hizi kampuni yani lobbying ni kubwa mno. Kitanzania ile kuna terminology moja ilitumika official ya kisiasa, ni ile kama ile pilau, kumpa mtu pilau bwana, pilau ile pale, kumpa mtu pilau, si unampa mtu kanga, ile sio rushwa, ile si t-shirt ya chama, lakini influence yake sasa huko ni legal. Unaona, sasa huko ni legal. Mfano mmoja wapo tuchukulie ni kwa sasa kuna local wanao influence ambao ni lobbyist, afu kuna foreign, kwa shirika tofauti. Lakini kwa ndio influence watu wa foreign kuleta mali huko. Kwa mfano usana kwamba Qatar wanatoa ndege kwa Marekani for free, ni kwamba ilikuwa negotiation ilianza miaka 2 iliyopita. Kukupa ndege ile, kwa sababu kukupa ndege bilioni 400 for free. Unaona? Kwa wana influence baadhi ya mambo. Unaona? Sasa ukaona kutomba naje hiyo, hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili ndio ile kwamba ni aje, ukitokea kwamba wewe ni mbishi, wewe ni kwamba either you are not going to be a candidate or we take you out, either of the two. Unaona, watatafutia wanaku primary, yani ukileta ubishi unakuwa primary out, na kuna sehemu nyingine primary, kwa sababu kama hivyo tunasema blue state au red state, kuna sehemu ambapo primary ndio uchaguzi mkuu, kwa sababu ukishinda primary yani wewe exactly. So one mfano, chukua mfano wewe uko Montana umeshinda primary, kama ni mshindi, unaanza kufungua champagne kabisa, unaenda kusafisha city yako na nini bungeni, unaenda kupiga kampeni, kama vile tuseme kwamba naje mtu ameshashinda kule za maoni za CCM uko nani uko ndani ya Mtwara ndani, umeshakuwa mwisho kwa mgombea unaenda kumsaidia tu rais kupiga kampeni, kwa unakuwa na ile pale, na unakuwa na ile tayari umeshapata ile pale. Kwa kuna hizo hapo za namna ile pale. Sasa kuzungumzia katika jambo ngoja ukija kuangalia kifo cha Kennedy kilitokana na nini? Ni kupinga vita. Alikuwa anaenda speech kwenda kupinga vita bado gani, na ndani ya serikali hiyo ndio uliompinga. Ndio maana sababu kuna CIA imehusika, kwa sababu aliendana nje ya malengo ya hawa watu. Whether we like Trump or we don't like Trump, tunazungumzia mabadiliko baadaye, Trump ni the first Republican ambaye kwa against war. Sasa kutoka kwenye vita, Trump amekuwa na maadui wengi mno, kwa sababu ile industry imekufa kwa sababu hataki vita. Jiulize hizo kampuni ziko nafaidika kiasi gani issue ya vita. Kwa muda wa miaka 70 kila siku Marekani alikuwa anaingia Marekani anapigana vita. Rais mmoja ambaye kupigana vita timu yake nzima alikuwa ni Trump. Sasa hiyo tutazungumzia, kwa sababu nitaka baadaye tutaizungumzia hiyo, kwa sababu nataka tuzungumzie
kwa sababu Trump kama nilivyokuambia juzi wakati tunaongea ni a very special character. Yani mimi nimefuatilia siasa ya Marekani kama nilivyokuambia ni kutokana na nili na yani kwa whether you like him or not, yani ni kwamba katika history atakuja kuwa ni mtu ambaye ameibadilisha siasa ya Marekani completely, yani upside down, yani umeona ni kama mkubali yani anafanya, sisi tunafanya, mimi nadhani leo tunafanya video hapa sasa hivi, believe it or not, yani Trump anahusika kwa nini hii video inafanyika, kwa sababu yani kama ninavyokuambia miaka 2-3 iliyopita watu walikuwa hawana interest na siasa ya Marekani. Umeona? Sasa kuna vitu viwili vya mwisho tuongee kabla tujafunga hii hapa, ambavyo ndo baada ya hapo tuone tuna nani ile tutapanga vipi nani kipande kinachokuja. Sasa kuna issue ya Marekani na watu wanauliza kwa nini siasa ya Marekani, kwa nini inanihusu mimi? Yani mimi niko zangu Kigoma, siasa ya Marekani mimi yani inani impact vipi? Kwa nini mimi nisizingatie tu na hii siasa yangu ya hapa ya Chadema na nini ambayo ndo inanihusu moja kwa moja? Alafu baada ya hapo sasa ndo tuje tuangalie kwamba unaweza tukaicombine tu pamoja hapa hizi dakika 5 za mwisho kwamba ni nini tunaweza tukajifunza sasa kutoka katika hicho. Siasa Marekani ina impact kubwa sana hasa kwa Afrika tofauti na Ulaya kwa asilimia kubwa. Kwa nini? Mojawapo ya kwanza ni swala zima la utegemezi wa maisha yako, kwamba miradi mikubwa ya magonjwa barani Afrika inategemea hela kutoka Marekani. Mradi wa malaria ambao ulianzishwa na Bush Jr. ni mradi mkubwa mno barani Afrika. Kwa hiyo hata kama waseme kwamba hainihusu, kwa rahisi kwa sababu bwana tumeamua kufunga Twitter $1 nje, how many people watakufa kwa malaria? Unaona hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kwamba kwa chana miradi ya direct na mlele pale, kuna miradi mingine ya barabara ndio msikia kwa hisani ya watu wa Marekani. Barabara ngapi zimejengwa? Kwa angalia hicho kitu cha mlele pale. Budget inapangwa so za nchi zote za Kiafrika, Kenya ni tofauti mfano na Tanzania, lakini chukua mfano unapozungumzia budget ya Tanzania, I believe more than 30%, sina actual figure, lakini inategemea sio Marekani tu, inategemea foreign donors. Na so foreign donors sometimes ita mikopo kutoka kwa hizo foreign banks, foreign whatever. Kwa hiyo kwamba hawa watu kinachoendelea kule kina athiri na mmoja mwingine ile pale. Ukiachilia hapo, ndio maana kwamba hata principles za kisiasa ni kwamba unavyosema kwamba uchaguzi, kwa nini na uchaguzi? Kwa sababu kwamba wameshakwambia principle ya demokrasia ni hii hapa. Wasi nchi huru, amuna unavutangaza kwamba sisi tutaona uchaguzi baada ya miaka 100. Uone kama hiyo itapita. No, kwa sababu Marekani imeshakwambia lazima una periodic election isizidi miaka 5, lazima yani reasonable time. Kwa ni kwamba hawa watu wameshasema whether wenyewe wana practice wanachokizungumza wa kipractice, hilo ni swala lingine. Sababu unajua unataka unakuja hapa bwana, mbona yeye anafanya hivyo, anatupangia si mbona afuate hivyo vitu. Huwa naona comment sometimes kwenye video zako, mtu anakuja anasema kwani Marekani ni mbinguni na nini, anambia lakini sio, yani ukiachia hiyo mbali ya kwamba Marekani sio kwenda Marekani au kwenda nani, yani kuna ile tu namna ambavyo kwamba ile kitu ina impact maisha yako ya kila siku, umeona? Kwa hiyo sio lazima kwamba ile kwamba labda sio kutukuza au kufanya nini, kitu chochote ambacho kina impact maisha yako inabidi upay attention. Yani achana na kitu kingine chote, at least pay attention ili uweze kujua kwamba na katika kupay attention ndio maana kwamba hata chote katika sasa hivi tunapozungumzia social media, how social media inapopata Tanzania tegemea decision ya Marekani. Marekani akisema kwa bwana TikTok unabidi ufunge hiyo hapo, unaona mziki TikTok kwa sababu ni kwamba anaweza ka influence how TikTok algorithm itakuwaje. Akisema tu kwamba bwana sasa hivi mfano kama kipindi cha nyuma, kuna kipindi pale katikati kwa mtu kaka video ukisema tu kwamba bwana uchaguzi umekuwa hivi vya corona hivi wana delete account yako, lakini baadaye sasa hivi baada ya bunge kuingilia kati huwezi kudelete hiyo kitu. Kwa yes they can impact your social media account yako unao Tanzania huko. Wanaweza ka influence kwamba comment fulani hili neno tunachagua, kama mfano kama sasa hivi wewe kama unataka kuprove uone kama nguvu ya Marekani ni ipi, sio kama mimi na support na huo ndio kweli. Anzisha channel sasa hivi ambao una post picture za watoto wanapigwa kila siku. Serikali yako inaona kwamba ni kitu cha kawaida, au mwanamke anapigwa, yani ziza ukatili, uone kama channel yako ai deleted right away kwa sababu ni sera Marekani. Unaona kitu mle pale. Kwa kuna vitu vinasema bwana mimi nafanya kitu ninalotaka. Chukua video yako, anza kuchinja ng'ombe, chinja kuku, chinja nini, public unaonyesha zile mtu anavyochinjwa, damu inamwagika vile. Uone hiyo account yako itahesabu muda gani. Ni kwamba kwa chako ni sawa, wewe masaa unakula manyama mabichi, lakini wewe unataka kuchinja ng'ombe kila kitu kwamba unaua vile pale. Animal rights utakuja, ambao do we care animal rights kama sio Afrika? No.
lakini kwa wenyewe na care it will affect your behavior. Unaona? Na hiyo ndo naambia kitu kuna wakati mwingine inabidi nchi zenye nguvu inabidi kukubaliana nazo. Unampenda Diamond Harmonize wakimbadi kwenye YouTube, so it comes down to you. Unaona? Unaona kwa kuna vitu vingi vinakuja katika mazingira. So, sina maana uitukuze, ni kwamba in this game you have to know huyu mtu ili wewe uweze kusurvive better, kuweza kuwin this game of life. Unaona? So mbona mtukuze? Na hiyo mimi naweza nika cap tu. Unajua kwa mfano mimi niko nilivyosema niko Denmark, ni nchi ambayo imeendelea na nini, umeona? Lakini unaweza kujiuliza kwa nini nafuatilia sana siasa ya nani ile ya Marekani. Siasa ya Marekani ina impact, yani ina impact, yani kama vile ambavyo ina impact wa Marekani wenyewe. Na ina impact yani ni sawa na siasa ya Europe kwa ujumla. Nikupe mfano. Siasa ya Europe kwa ujumla, European Union ndo walipitisha huku sisi kuna wana nguvu sana katika consumer protection. Yani hizo yani European Union European Union ndio ilipitisha sheria kwamba yani bana iliwaambia hapo bana kuanzia sasa hivi nataka charger zote ziwe USB-C. Kwa sababu wananchi wetu wanahangaika, mtu ana charger 5 yani akifika anauliza hii si ndogo, akaambia kama utaki hautauza kitu hapa. Imebadilika, simu zote zimekuwa hivyo hadi Afrika hadi wapi, lakini sio kwamba Afrika kwamba alinania walihusika katika. Ngoja niongeze one last point hapo. 2 days ago Trump amedondosha travel ban. Obviously tunashukuru Mungu nchi za East Africa azimo. Lakini iligonga ya Tanzania ilikuwemo. Sasa ina influence vipi? Sasa assume nchi ambayo imepewa 100% total ban. Maana ni kwamba hakuna visa aina yote inayotoka katika ile nchi. Kwa hiyo sasa ina impact. Unaona? Au akisema kwamba ni aje bidhaa fulani maparachichi haji Marekani, tutaki maparachichi kutoka Afrika. Imeaffect watu wangapi? Wala toka Afrika imeathiri watu kulima wangapi? Malori mangapi yameathirika? Kwa hiyo chukulia athari kwamba mimi nakula kama kawaida. No. Tunaangalia katika level kubwa ya namna ile pale. Au tuchukue kwa mfano sasa hivi sema kwamba ni aje mode of payment inabadilika na kuwa ni PayPal duniani. Visa tumeifuta. Tanzania bidi uweze kutumia PayPal. So there are so many things ambazo hizo games zikiplay hapa inabadilisha hii mifumo. Imeanzishwa Instagram. Sasa hivi dunia nzima tunapiga picha tunapost kwenye Instagram, Facebook. Au wameanzisha nani Muhando ameanzisha ile pale? Hapana. Wameanzisha watu huko Marekani. So it has a big impact. Hiyo bana ndo hivyo anyway, lakini hizo ndo point chache ambazo nilifikiria framework ambayo nilitengeneza kwa leo tumejaribu kuijadili. Kwa hiyo mimi yani I hope kwamba kama watu watananili watakuwa na maswali na nini au watataka kucomment kitu, najua lazima watu watakuwa na kitu cha kuongea. Kwa hiyo wataweka hapo chini na tutaangalia kama nani. Lakini kitu kikubwa nitaka kusema tu ni kwamba tunataka tufanye video inayofuatia niachie news tunataka tufanye video inayoachia ambayo itakuwa inahusiana na sasa mzee mzima Trump, na yani ile kuanzia Trump kuja kwake na historia yake na nini na ni namna gani sasa yani ameweza kuibadilisha hiyo nani siasa ya Marekani imebadilika kwa kiasi gani na nini impact zake kwa mbele, kwa sababu unajua unaweza kukibadilisha kitu sasa hivi afu ukaondoka kesho yake. Joe Biden ameondoka sasa hivi, labda unaweza kukuta wengine hata jina washaanza kumsahau. Je, itakuwaje? Umeona? Kuna marais walikuwepo yani hata kuwazungumzia unaona kabisa yani kama Bush kusingekuwa na vita na 9/11 inawezekana hata tungekuwa hata tumzungumzie sasa hivi. Huo ndo vitu kama hizo. Alafu na tuta stretch kidogo, tutakuja hadi kuongelea hizi news za hapa karibuni sasa, mahusiano yake na Elon Musk na hadi imefikia hapa imekuwa vipi. Kwa hiyo ndo brief, au sio bana? Aisee mkuu wa kazi. Naona kitu ya kwanza imeenda poa, shukrani sana bana. Pamoja sana mkuu wa kazi. Uoga wangu wote na kutetemeka kwangu kote, lakini naona nimejitahidi. Nimejitahidi kuweka straight face. Exactly. Unafanya vizuri. Aisee asante sana. Pamoja mkuu. Asante.